Leo movie yetu inaanzia kwenye hii hoteli ya kifahari. Anaonekana huyu mhudumu yupo busy akifanya usafi huku akisikiliza muziki kwenye earphone zake. Amefungulia muziki kwa sauti ya juu sana, yani hata akiitwa wala asikii. Yani anapenda muziki balaa. Ili afanye kazi zake vizuri, basi lazima asikilize muziki. Ni mtu wa vibe sana huyu. Iwe anatembea au amemaliza kazi zake, yeye ni muziki tu. Kifupi yupo addicted sana na muziki. Huyu mhudumu bwana anaitwa Gabriela. Baada ya kumaliza kufanya usafi kwenye hiki chumba, wakati anatoka, kwa bahati mbaya Gabriela aligongana na mteja. Unaambiwa mteja akaanguka chini. Gabriela aliogopa sana, wala hakutaka hata kumwangalia usoni huyo mteja. Akaondoka mbio huku akiomba msamaha. Jamaa alishangaa kinoma na hakufanikiwa kuona hata sura ya Gabriela. Lakini kwa bahati mbaya ama nzuri, Gabriela wakati anakimbia alidondosha kitambulisho chake cha kazi hapo. Basi Gabriela akaja akawa analalamika kwa wenzake, akiwaelezea kuhusu hilo tukio lililomtokea. Kuna nini hapo jamani? Mwenzangu, si Gabriela akampalamia mteja hadi kaanguka chini. Nilikuwa nakuita lakini hukusikia. Basi Gabriela amechanganyikiwa balaa, akawaomba wenzake pale wasimripoti kwa bosi. Huyu jamaa bwana anaitwa Desmond. Ni mfanyabiashara mkubwa sana hapa nchini, na hapa hotelini amekuja kwa ajili ya semina tu, na leo ndio siku yake ya kuondoka. Wakati anaondoka, akaja hadi hapa mapokezi kumuuliza Gabriela kwa kutumia kile kitambulisho alichokiokota, lakini akaambiwa kuwa ameshaachishwa kazi kwa sasa. Gabriela anaishi na mama yake na maisha yao ni magumu sana. Baada ya kufukuzwa kazi, hapa mama yake anamlaumu sana kwa kusikiliza muziki kazini. Gabriela wala hana la kusema. Hata hivyo, mzazi ni mzazi tu. Anamhurumia binti yake na hana la kufanya, inabidi kumtuliza na kumfariji tu. Huyu jamaa bwana ni meneja wa kampuni ya kutafutia watu ajira. Leo kaja kuonana na Gabriela nyumbani kwao, lakini kwa bahati mbaya Gabriela hakuwepo. Baada ya muda kidogo Gabriela akarudi. Meneja akasema, kuna kazi imepatikana, kazi ya kumhudumia kipofu nyumbani kwake. Mshahara ni 100,000 kwa mwezi na utakuwa unaishi huko huko. Kwa hivyo pesa yako hautakuwa unaitumia kabisa yani. Yani ile kusikia mshahara ni 100,000 wakapagawa kinoma. Gabriela na mama yake walifurahi sana, maana ni pesa nyingi sana hiyo kwao. Meneja akasema, jamaa anaishi Lagos, hivyo itabidi uende kuishi Lagos. Mama akasema, haina shida meneja, ataenda. Niende wapi? Siendi popote. Siwezi kwenda Lagos nikakuacha hapa we peke yako. Mimi nina nguvu, usijali mwanangu. Meneja, huyu ataenda tu, wala hata usijali kabisa. Basi jamaa akasema pale ataenda Lagos kwa kutumia ndege. Yani atapaa. Wakati bi mkubwa anafurahia, kwa upande wa Gabriela yeye hana raha kabisa. Hakubaliana na swala la yeye kwenda Lagos na kumwacha mama yake pale peke yake. Nimekwambia usijali mwanangu, watoto wa marafiki zangu watakuwa wanakuja kunisaidia kazi. Wamekuwa wakifanya hivyo siku zote, hakuna shida. Basi bwana, hatimaye meneja akaaga na akawa ameondoka zake. Mama akawa na shukuru kinoma noma pale. Siku ya leo ilikuwa ni siku ya shangwe sana kwa bi mkubwa hapa nyumbani, lakini Gabriela hana furaha. Unatakiwa ufurahie, huwezi kupata mshahara kama huo kwenye hili eneo. Usijali kuhusu mimi, bado nina nguvu. Basi bwana, siku ikafika. Gabriela akasafiri kuja Lagos, kuja kufanya kazi kwenye hii nyumba ya kipofu. Akakaribishwa hadi ndani na aliyempokea. Sasa huyu kipofu ambaye Gabriela ndio anakuja kufanya kazi kwake ni Desmond bwana. Huyu si alikuwa mzima. Sasa kapata na nini hadi kawa kipofu? Mimi mwenyewe sijui. Tutajua mbele ya safari huko. Basi bwana, Gabriela akawa anapasifia kinoma hapa ndani. Desmond akampeleka Gabriela sehemu atakayokuwa analala. Hapa ndio utakuwa unalala, sawa na mimi utakuwa umepapenda. Basi kama kawaida yake Gabriela akawa anacheza tu, yani ana furaha sana. Haamini kabisa kama atakuwa analala hapo ndani kwenye chumba kizuri hivyo. Maana sima Desmond ikawa inaita. Basi akamwomba Gabriela amsaidie kumwangalizia ni nani alikuwa anampigia. Akaambiwa kuwa ni Angel. Desmond akamwambia Angel atampigia baadaye, na kisha akatoka mle ndani ili kumwacha Gabriela apumzike. Muda wote huo Gabriela alikuwa anacheza tu, yani alikuwa na furaha sana. Yani kwa jinsi chumba kilivyokuwa kizuri, ikabidi ampigie bi mkubwa wake kumpa habari njema hizo. Kwa nje mlangoni Desmond alikuwa akimsikiliza tu. Kumbe jamaa hakuwa kipofu wala nini. Sasa kwa nini anajifanyisha? Makubwa tutajua mbele ya safari. Kama kawaida mziki ndio kila kitu kwa Gabriela. Yani kukiwa na mziki kila kitu kinakuwa sawa. Yupo zake jikoni anaandaa msosi. Akiwa anafanya kazi lazima awe anasikiza mziki kwenye simu yake huku anacheza. Mziki kwake ni kama dawa vile. Muda wote Gabriela ni mtu wa furaha tu. Desmond bwana akiwa peke yake ni mzima kabisa, lakini anapokuja Gabriela tu anakuwa kipofu ghafla.
Basi bwana Gabriela akaingia ndani kuja kumkaribisha Desmond chakula. Muda huo Desmond alikuwa anamalizia kuongea na mtu kwenye simu. Gabriela akaanza kuangalia vitu vya watu humo ndani. Akakutana na perfume, akajipulizia kidogo. Desmond alipomaliza kuongea na simu, akawa anamuita Gabriela. Ikabidi Gabriela apitie kitandani kwa juu, aende upande wa pili ili aitike. Kumbuka hapa jamaa alikuwa anamuona tu. Akiwa mezani, Desmond alipoonja tu kile chakula, kilikuwa kitamu sana. Akawa anamsifia Gabriela kuwa unajua sana kupika. Basi bwana Gabriela alifurahi sana kusifiwa kuwa anajua kupika. Basi bwana Gabriela akawa anamjali sana kumtekea Desmond. Leo alipomleta chumbani kwake, Desmond akamwagiza Gabriela amwandalie nguo za kuvaa akimaliza kuoga. Basi Gabriela akachukua ile fimbo ya jamaa, akawa anatembea nayo. Muda wote huo jamaa anamwangalia tu, lakini Gabriela hajui kama anatazamwa, si anajua jamaa kipofu. Basi akachukua miwani na kofia vya jamaa akavaa. Kisha akachukua nguo na vitu vingine na kupeleka bafuni. Kila kitu kilichohitaji kipo tayari bosi. Aha, asante sana. Gabriela akarudisha ile fimbo pale kitandani. Akataka kuondoka na kofia na miwani ya jamaa, lakini akavirudisha na kisha akaondoka zake. Yaani hapa Desmond alijikaza sana kucheka. Leo Gabriela amepewa kazi ya kupiga mahesabu pesa inayohitajika kununua mahitaji ya ndani. Akataja kiasi cha pesa kinachotakiwa. Akapewa kadi ya benki pamoja na password yake ili akajitolee pesa mwenyewe. Design hapa Desmond anataka kumpima uaminifu wake kwenye pesa. Gabriela ametoka na hapa Desmond mzima kabisa anafanya kazi zake kwenye laptop. Mara akaletewa message kutoka benki ya kiasi cha pesa kilichotolewa na Gabriela kwenye akaunti yake. Akakuta ndio kile ambacho Gabriela aliomba. Huyu dada ni mwaminifu bwana. Jamaa akaandika kwenye kitabu chake. Gabriela alivyorudi, jamaa akarudi tena kwenye maigizo yake ya kipofu. Gabriela amerudisha kadi baada ya manunuzi. Yaani unaambiwa Desmond bado haamini kabisa kilichotokea. Wakati Gabriela yuko chumbani anasafisha, akaona pesa nyingi sana. Akachukua zile pesa na kuanza kujitunza mwenyewe hapo. Unaambiwa alicheza nazo sana, lakini mwisho wa siku akaziokota na kuzirudisha pale alipozikuta. Baada ya muda akamrudisha jamaa chumbani kwake. Gabriela alivyotoka tu chumbani, jamaa akaanza kuhesabu pesa zake kama zimetimia. Lakini akashangaa kukuta pesa zake ziko vile kama zilivyokuwa. Naambiwa Desmond haamini kabisa kama Gabriela ameziacha. Leo amekuja mpenzi wake Desmond aitwaye Candy. Anadai hajatuma ile pesa ambayo alimuomba jamaa. Yaani hata sijui kwa nini nipo na mwanaume kama wewe. Usiseme hivyo, unaniumiza moyo. Nikuumize kwa lipi? Gabriela sasa akaingilia bwana. Demo akamwambia, "Unasemaje?" Lakini Desmond akawa ameomba msamaha pale. Candy akasema, "We mjinga sana, yani huwezi kufanya lolote. Ujue nini? Naondoka nyumbani kwako hapa." Desmond akasema, "Usiondoke, upasi kuondoka. Hebu nyamaza niongee, funga bakuli lako. Nimekuja hapa kwa ajili ya ile pesa nilokuomba, ile 500 ile. Hakikisha unamwambia meneja wako anitumie, sawa?" Baada ya hapo Candy huyo akaondoka zake. Desmond akawa naomba sana pale Candy asiondoke hadi akaanguka chini. Gabriela na hasira kweli akawa anamwambia Desmond achana naye, mwache aende, huku akimsaidia kunyanyuka. Kitendo alichofanya Candy kimemuumiza sana Gabriela. Yaani hapendi kabisa kumuona bosi wake akiwa kwenye hali hii. Yaani anatamani afanye kitu ili bosi wake atulie. Gabriela akamwambia, "Bosi, unapaswa kuachana na ule mwanamke kwa sababu ana mipango yake na anaonekana hana nia njema, ndio maana anataka kukuumiza moyo." Desmond akasema, "Mapenzi yaleta tabia mbaya. Siwezi kujizuia kumpenda. Nampenda sana." Gabriela akasema, "Najua bosi, najua unampenda sana, lakini yeye hakupendi. Unajua kama mwanamke atakupenda, basi utafurahi mwenyewe. Hata ngozi yako itang'aa. Yaani utakuwa una furaha muda wote. Sio kama hivi ambavyo una huzuni sasa hivi." Jamaa akasema atakuja kesho, wataongea na yataisha. Kama wasipoelewana basi ataachana naye. Gabriela akakubaliana na hilo wazo. "Nipe 5 bosi. Hayo ndio mambo sasa. Na kuaminia bosi wangu. Unastahili zaidi. Wewe ni mwanaume mzuri sana bosi." Desmond akamshukuru sana Gabriela kwa kumjali. Kweli bwana, Candy akarudi tena kesho yake. Analalamika, unaambiwa hajatumiwa ile 500. Kuna mambo hayajakaa sawa kiuchumi baby. "Mambo gani? Una maana yoyote kwangu? Ni kipofu, yani ni mjinga tu. Huwezi kufanya chochote. Alafu huko hapa unakula nini sasa?" Yaani kweli Candy unaongea na mimi hivi kwa sababu ya 500 tu? Ndio, kwa sababu huwezi kutuma hela ndogo tu kama 500. Kwa nini unakuwa mbahili hivi? Huna faida yoyote kwangu. Desmond akasema, "Mimi na wewe basi. Mapenzi yameisha.
unasemaje? Kendi akampiga Desmond kibao. Gabriela akaona, usintanie wewe, unampigaje bosi wangu? Akamwamshia kinoma, unaambiwa. Akatumia fimbo ya Desmond kumchapa nayo na kumtoa hadi nje kabisa. Unaambiwa Desmond hakuamini. Baada ya hapo Gabriela akamsaidia Desmond kumpeleka chumbani. Desmond akawa anamshukuru sana. Gabriela akamwambia, usijali bosi, shida zako zote zimeisha kwa sasa, wala usihuzunike, Mungu atakupa mwanamke mwingine mzuri tu. Desmond akashukuru sana. Kumbe bwana Desmond na Kendi ni mtu na binamu yake, na walikuwa wamepanga huo mchezo pamoja. Lengo lao ni kuona reaction ya Gabriela itakuwaje kwa Desmond. Kendi analalamika balaa, yani kapigwa fimbo za kweli kweli, yani mwili mzima unamuuma. Desmond anafanya haya yote ili ampate mke mwema tu, kwani tayari alikuwa ameshaanza kumpenda Gabriela na anampima ili aone kama anafaa kuwa mwanamke wake wa maisha. Na kwa jinsi mambo yanavyoenda, Gabriela anaonekana kuvivuka vikwazo na kila mtu anamsifia kuwa ana tabia nzuri sana. Kesho yake bado Gabriela ana hasira sana na Kendi. Hakupendezwa kabisa na tabia yake jana. Hapa anaomba apewe anwani ya nyumbani kwa Kendi ili amfuate huko akamfundisha adabu. Natamani niende nikamfundisha adabu kidogo tu ambaye hakufundishwa na mama yake. Basi bwana Desmond akamletea taarifa binamu yake kwa Gabriela amemuomba namba ya nyumba yake ili aende akafanye fujo. Unasemaje? Bila shaka hujampa. Sitaki shida kabisa mimi. Yani unaambiwa Kendi anamuogopa sana Gabriela. Hata hivyo akamsifia kuwa ni mzuri na anafaa kuwa mwanamke wa Desmond. Siku iliyofuata Desmond anaendelea kumpa vipimo Gabriela, na leo anajifanya anaumwa sana. Kama kaida yake, Gabriela anamjali na kumkea kama mtoto. Akamletea hadi daktari ili amtibie jamaa. Daktari alivyoingia kwa mgonjwa akamtaka Gabriela atoke nje ili amtibie mgonjwa vizuri. Gabriela alikuwa akisali na kuomba tu hapo mlangoni ili jamaa apone haraka. Kumbe bwana, hata daktari naye alikuwa feki tu, wala hana taaluma yoyote ya udaktari, na ni miongoni mwa watu waliopanga mchongo na Desmond. Daktari feki naye anaulizia maendeleo ya jamaa kuhusiana na Gabriela. Desmond akasema yuko vizuri kwa sasa na anaelekea kufanikiwa majaribio yake ambayo anaendelea kumuonyeshia Gabriela. Gabriela akawa anajitahidi sana kumjali jamaa, anakula na kunywa dawa kwa wakati. Desmond anazidi kuvutiwa na upendo wa Gabriela. Hapa anazidi kumshukuru kwa kumjali na kushukuru sana kwa kila kitu ambacho umekuwa ukinifanyia. Natamani ningekuwa naona nikuangalie ili ujue ni kiasi gani na kukubali na kujivunia uwepo wako. Maneno haya yanamchanganya akili sana Gabriela. Anajikuta hajui la kufanya. Mambo mengi yanazunguka katika akili yake na ni kama anaanza kumpenda hivi, lakini anajikaza tu. Kutokana na hali ya jamaa, leo Gabriela hakwenda kulala chumbani kwake kabisa. Alilala hapa kwa jamaa ili awe anamwangalia kwa ukaribu zaidi kwenye hii hali yake alionayo. Desmond alishangaa sana kuona hadi muda huo Gabriela hajaenda kulala chumbani kwake kwa ajili yake. Akamuomba aende akalale chumbani kwake, atarudi asubuhi. Gabriela akakubali na kuondoka, lakini akasimama mlangoni na kumwangalia Desmond. Hapa inaonekana kabisa Gabriela ameanza kumpenda Desmond. Asubuhi Gabriela akamletea breakfast Desmond. Alipomaliza kunywa wakawa wanapiga story. Wameshaanza kuzoeana sasa hawa. Stories zikawa nyingi sana. Kila mmoja anafurahia uwepo wa mwenzake. Gabriela hajui kabisa kama Desmond alikuwa anamuona tu. Jamaa kila baada ya mtihani na tukio anaandika kwenye diary yake. Anazidi kukusanya ushahidi tu. Leo Desmond anamwambia Gabriela kuwa kwa muda mfupi ambao amekuwa naye hapa amembadilisha sana na tayari ameshaanza kumpenda. Licha kwamba sioni, lakini najua kuwa wewe ni mtu mzuri sana na kwa namna ya pekee unanivutia sana. Akaomba kama vipi wewe marafiki. Gabriela akapigwa na butwa na hana la kusema. Alipofika chumbani kwake mawazo yalikuwa kibao. Muda wote alikuwa anafurahia tu. Mapenzi tayari yameshachukua mkondo wake kwa huyu binti. Huku Desmond kazi yake ni kuandika kwenye diary yake tu kila anachokiona kwa Gabriela. Kwa kifupi, na yeye tayari ameshampenda kinoma. Desmond akawa anamfuatilia Gabriela hadi jikoni unaambiwa. Basi anaenjoy sana akimuona hivi. Na hivi Gabriela anapenda muziki na anacheza muda wote. Jambo hilo linamvutia sana Desmond. Leo Desmond kamletea Gabriela zawadi ya iPhone na earphone. Kwa sababu anapenda muziki, basi atakuwa anasikilizia hizi. Gabriela haamini kabisa, alifurahi kinoma noma. Bosi, hii ni kwa ajili yangu. Unaambiwa akapiga hadi magoti. Asante sana bosi. Yani Gabriela na furaha balaa. Sijawahi kutumia iPhone kwenye maisha yangu. Asante sana bosi. Unaambiwa alicheza sana hapa. Hajui kama anaonekana tu.
Siku ya leo Desmond kamuomba Kendi akaongea na mume wake Alex ili aende akajaribu kumtongoza Gabriela. Anataka kuona kama Gabriela atamkubali au la. Lengo lake anataka kuona msimamo wa Gabriela kwenye jambo hili. Kendi akakubali. Sasa leo wakati Gabriela anaenda zake sokoni akakutana na Alex. Jamaa akaanza kumtongoza lakini akagonga mwamba, akajaribu kuomba hadi namba ya simu lakini Gabriela hakutaka kumsikiliza upuuzi wake wala kumpa namba zake za simu. Kifupi zoezi likawa limekwama. Alex akarejesha ripoti kuwa jaribio lake limegonga mwamba. Unaambiwa kila mmoja akaupenda sana msimamo wa Gabriela. Wakati wanaendelea kupiga stori, mara Desmond akapokea simu inomtaarifu kuwa Gabriela anakaribia kufika nyumbani. Ikabidi Alex na Kendi waondoke wasije wakastukiwa bure. Desmond anaongea na Kendi hapa, anamwomba namba zao za benki ili atumie Kendi na mume wake pesa kidogo kama shukrani kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Wakati akiongea, ghafla Gabriela akaingia. Desmond akastuka na kujifanya kipofu tena, lakini kumbe Gabriela amesikia kila kitu. Ndio akajua kumbe jamaa alikuwa anaona bwana. Hebu acha nakwambia, nimesikia kila kitu. Jamaa akabambwa leo. Hapa hajua jitetee vipi. Kumbe wewe sio kipofu. Ina maana siku zote umekuwa ukiniona. Ndio na kuona. Gabriela haamini kabisa kama siku zote hizo alikuwa akifanywa mjinga. Hebu subiri kwanza. Nimekusikia ukimtaja Kendi. Huyu si ndio yule msichana aliyekuja siku ile? Ni binamu yako au mpenzi wako? Huyo ni binamu yangu, na yule jamaa aliyekusimamisha kule, yule Alex, ni mume wake. Gabriela haamini kabisa. Wewe ndio ulimtuma aje anitongoze? Nisamee, nilitaka kujiridhisha kama ni mwaminifu na unafaa kuwa mwanamke wangu. Gabriela akazidi kupagawa. Nisamee Gabriela, naomba tuongee tuyamalize. Gabriela akaondoka na kwenda zake ndani, akawa anapaki nguo zake na vitu vyake vyote ili asepe, maana hawezi tena kukaa na mtu muongo. Jambo hili linamuuma sana Gabriela, huku akilia anampigia simu mama yake na kumweleza kila kitu. Mama, amenidanganya kwa muda wote huo, kumbe siwezi kukaa hapa tena, nataka tu kurudi nyumbani, siwezi kubaki hapa. Kwa upande wa Desmond, naye amechanganyikiwa kinoma noma, hatai kabisa kumwacha Gabriela aondoke. Akaomba Kendi na mume wake waje kumbembeleza Gabriela. Walipofika ikabidi wapeleke chumbani kwa Gabriela. Wakajua yupo chumbani. Ile kuingia, kumbe Gabriela kitambo alishaondoka na ameacha zawadi zote alizonunuliwa na Desmond. Hakutaka kabisa kuondoka na kitu chochote cha hapo ndani. Desmond alipiga sana simu lakini hazikupokelewa hata moja. Ikabidi waanze kumtafuta. Desmond akampigia yule meneja wake aliyemleta hapa. Gabriela ameshafika kwa mama yake. Hali si shwari kabisa, yani muda wote analia tu. Mama yake anambembeleza kinoma akimtaka mwanae atulie. Meneja akafika nyumbani kwa mama, akawa anamwambia jamaa alikuwa anatafuta upendo wa kweli. Mama akasema hapana, huwa haukuwa upendo wa kweli hata kidogo. Upendo huwa na imani kwa mtu hata bila ushahidi. Upendo wa kweli ni kumwamini mtu bila kuhitaji uthibitisho wa kila jambo. Upendo huamini. Najua mama, lakini nakuthibitishia kabisa Desmond anampenda sana Gabriela. Mama hakupendezwa kabisa na kilichotokea. Meneja akaomba amuone Gabriela ili aongee naye, lakini mama akamkatalia. Meneja akaondoka zake. Desmond alimpigia sana simu Gabriela lakini hakupokea kabisa. Kwa upande wa Gabriela mawazo ni mengi sana, hana raha hata kidogo. Desmond naye mawazo yakawa mengi, hajui nini cha kufanya. Hapa anajuta tu. Baada ya siku 2-3 kupita, Gabriela sasa ameanza kuimarika kutoka kwenye msongo wa mawazo aliokuwa nao. Sasa anafanya kazi za nyumbani na nini, anafuata maji ya matumizi hapa nyumbani. Mambo yalipomzidia Desmond akaona siwe shida, ikabidi aje na meneja nyumbani kwa kina Gabriela. Mama alishangaa kumuona meneja na Desmond hapa. Gabriela akawafukuza, umefuata nini wewe hapa? Ondoka nyumbani kwangu na kuambia, sitaki kukuona kabisa. Umemleta wa nini huyu hapa? Jamaa akaomba msamaha pale. Sijivuni nilichofanya. Sikupaswa kabisa kuigiza nilivyoigiza. Nilipaswa kukuamini siku nilipokupenda. Nilichokifanya ilikuwa ni ujinga. Najua nimekuumiza sana, lakini nipo hapa kuomba msamaha wako. Naomba unisamehe Gabriela. Nilikupenda tangu siku ya kwanza nilipokuona na bado nakupenda. Nataka uwe mke wangu. Tafadhali naomba unisamehe. Maneno ya msamaha yakamgusa sana mama. Akamsihi Gabriela amsamehe Desmond kwani hakuna mahusiano yasiyokuwa na changamoto.
bila kusamehe mwanangu, mahusiano hayawezi kudumu, na lazima ukubali kuwa watu wana mapungufu, hakuna binadamu mkamilifu. Basi Gabriela kidogo kidogo akalainika, na mwishowe akaamua kumsamehe Desmond, na wakakumbatiana pale, na ikawa furaha kwa kila mmoja aliyekuwepo hapo. Na huo ndio mwisho wa filamu yetu ya leo, inaitwa Hotel Maid. Usisahau kusubscribe, like na kukomenti. Hadi wakati mwingine, bye bye.